Mwindaji aligundua kofia ya kichawi ambayo ingeweza kumfanya asionekane kabisa. Akifurahiwa na nguvu zake, alivaa mara moja na kwenda kuwinda. Karibu na ukingo wa mto, alimuona farasi akikunywa maji na kwa utulivu akamtupia kamba ya kunasa. Lakini sekunde iliyofuata, mabawa yalichomoza kutoka kwenye mgongo wa farasi. Alikuwa ni Pegasus. Akiongozwa na tamaa, mwindaji aliamua kumkamata kiumbe huyo na kumbadilisha kwa dhahabu. Baada ya mapambano makali, hatimaye alimfuga yule farasi anayeruka. Siku iliyofuata alimpanda Pegasus hadi mjini, akitumai kujua thamani yake halisi. Alipokuwa akipita karibu na ngome, alimuona binti mfalme mrembo. Akiwa na hamu ya kujua, alivaa tena ile kofia ya kutoonekana na kuingia ikuluni kwa siri. Wakati binti mfalme akiwa amelala, ghafla tai mla mizoga aliruka kupitia dirishani akiwa amebeba tundu la chuma na kutua kwenye roshani. Kwa mshtuko mkubwa wa mwindaji, roho ya binti mfalme ilitoka mwilini mwake na kuingia kwenye lile tundu kama mwanasesera. Tai yule alilikamata lile tundu na kuruka nalo. Mwindaji alimpanda Pegasus haraka na kumfuata kwenye anga la usiku. Hatimaye yule tai alifika kwenye bwawa lenye giza ambapo mnyama wa kutisha alikuwa kingoja. Kiumbe huyo aliweka mkufu wa ajabu shingoni mwa binti mfalme na kudai kuwa amuoe. Mwindaji aligundua kuwa mnyama huyo alikuwa ameweka laana mbaya na kuiba roho ya binti mfalme kila usiku ili kumlazimisha kuwa mke wake. Hivyo basi binti mfalme alikataa kusalimu amri hata kama ingemaanisha kifo. Muda ulipoisha, roho yake ilirejea ngomeni na kumwacha yule mnyama akiomboleza peke yake. Ghafla kiumbe huyo aliona nyayo za miguu kwenye matope. Mtu asiyeonekana alikuwa amemfuata. Mwindaji hakuwa bado hajagundua kuwa amegundulika wakati yule mnyama aliporuka kutoka kwenye vivuli na kumshambulia. Mapambano makali yalianza, na wakati wa vita hivyo ile kofia ya kichawi ilianguka kwenye bwawa. Hatimaye mwindaji alichomoa upanga wake na kukata mkono wa yule mnyama. Alirudisha ule mkono uliokatwa kwa malkia. Binti mfalme hatimaye aliokolewa na akawa na shukurani kubwa kwa mwindaji, hata akakubali kuolewa naye. Lakini hakuna hata mmoja wao aliyejua kuwa mama wa yule mnyama alikuwa mwanamke mtakatifu mwenye nguvu nyingi. Wakati huo kiumbe aliyejeruhiwa alikuwa tayari akimuomba amlipizie kisasi. Shida ya kweli ndiyo kwanza imeanza.